asifiwe. Karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyangu ambavyo ninaendelea kuvitoa kwa njia hii ambayo inakufanya wewe uweze kuangalia. Mimi ni mtumishi wako Edwin Kalokola, na somo letu la leo tunaenda kujifunza juu ya milango ya kuzimu. Katika kitabu cha Mathayo 16 ule mstari wa 18, Mungu anatuambia, au Bwana Yesu anasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kanisa ambalo linaenda kujengwa juu ya mwamba ni lile ambalo litakuwa na uwezo wa kushinda ile milango ya kuzimu. Lakini leo tumekuwa hatujui kwa sehemu, ama tunajua kwa sehemu, lakini leo ningependa kukuandalia somo hili ambalo linasema milango ya kuzimu. Milango ya kuzimu ni nini? Na ikiingia kwetu inaweza kutufanya tuonekaneje? Na tutaweza kwenda mbinguni kama milango ya kuzimu imefunguka kwa ajili yetu? Bila shaka ni hapana. Leo nimeona nikujuze ili uweze kufahamu milango ya kuzimu ni nini na anayeandaa nani. Mwandaji wa milango ya kuzimu ni Ibilisi, kama alivyokwisha kufanya huko nyuma, lakini leo kwa ajili ameshakuja Bwana wetu Yesu Kristo, amekwisha kutusaidia na kutupatia nguvu zitakazoweza kutusaidia kuweza kushinda hiyo milango ya kuzimu. Milango ni kwamba ile milango sio mmoja, ni milango kwa vyote vile ni zaidi ya mmoja, ambayo ikifunguka, kama hautakuwa na maarifa katika kuijua, utastukia unapita katika hiyo, ukijua unapita katika ile njia ya kweli, kumbe unaenda kuzimu, kumbe unaenda kupotea. Kwa leo katika namna ya kusaidiana na kipawa na karama Mungu ambaye amenipatia ili niweze kusaidiana na wewe katika kujuza nini milango ya kuzimu ambayo inatajwa mahali hapa. Leo nitaenda kudodosa, pengine iko mingi kulingana na walimu wako wengi na watumishi wako wengi, lakini kila ambacho Mungu amenipatia ninaenda kukileta kwako ili uweze kufahamu milango ya kuzimu. Nimekuandalia milango 7 mikubwa ya kuzimu ambayo ikifunguka, kanisa lisipokuwa wazi, kanisa lisipokuwa na uelewa, kanisa lisipokuwa chini ya fundisho, tunaweza tukastukia hawa tunaowavuta na kuambia waje kuokoka kwa Yesu, kumbe wanakuta milango ya kuzimu imefunguka na wao wanapita, wanaingia upande ule. Mlango wa kwanza ni false prophet, yani manabii wa uongo. Unaweza kuwasoma katika Mathayo 7:15. Wameelezwa sana hata katika habari ya Ufunuo. Manabii wa uongo ni mlango wa kuzimu. Hawa wanatumika kama mitume na manabii na wachungaji na wainjilisti wa kweli, lakini sio watumishi wa Mungu. Sasa ni mshirika gani au ni mlokole yupi au ni yupi ambaye tunamuita kutoka nje ambaye anaweza kutofautisha? Manake yapo majibizano ya baadhi ya watumishi, wanasema ogopeni manabii wa uongo, lakini hakuna vielelezo vya wazi vinavyoenda kuonesha nabii wa uongo ni yupi, ili watu wakimwona waweze kumkimbia au wasiende kwake. Lakini tumekuwa tunasikia hivi, hatujakuwa na ule uelewa wa moja kwa moja nabii wa uongo ni nani. Lakini na mimi, kwa sababu niko katika mfululizo wa vipindi, kiko kipindi ambacho nitakuletea moja kwa moja kinachoelezea nabii wa uongo ni yupi, kanisa lake ni lipi. Lakini kwa sasa ninakueleza ile milango 7 ambayo unatakiwa kuitambua na kuiepuka. Huyu nabii wa uongo Mungu ametusaidia akatueleza katika ile Mathayo 7:15 kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao. Mlango mmoja wa kuzimu wa nabii wa uongo. Nabii wa uongo sura yake moja, niseme tu sura yake moja, ukiona anatumia madhabahu ya Mungu kufanya biashara ya kumnufaisha yeye, tambua huyo ni nabii wa uongo. Ukiona, narudia, mtumishi aitwaye yoyote akitajwa ni wa Mungu, ni wa Yesu, kwa sababu anasema hata huyu shetani atabadilika fanane na malaika wa nuru. Kwa vyote vile hawaji wakimtangaza shetani, wanakuja wakimtangaza Yesu. Lakini matokeo yake, ndio maana anasema tutawatambua kwa matunda yao. Tutawatambua
baada ya kuona wanatumia madhabahu ya Mungu kufanya biashara, na biashara hiyo ni kwa ajili ya manufaa yao na familia zao. Nitaishia hapo kwa leo, lakini ninajua wakati mwafaka nitakuletea kwa uwazi na utaweza kuelewa. Ndio maana nakwambia fuatilia mfululizo wa vipindi vyangu. Mlango wa pili wa kuzimu ni modernism, yani usasa. Usasa ukisoma katika Efeso sura ya 4 mstari wa 17 mpaka 24, unakuta usasa, udunia umo ndani ya kanisa. Huo ni mlango wa kuzimu ambao unataka kuingilia katika kanisa letu. Udunia hautaki kuingia ndani ya kanisa. Usasa, mabadiliko ya kisasa hayatakiwi kwenda kwenda kuliathiri kanisa. Kanisa lazima lisimame kwa sababu limejengwa juu ya mwamba ambao ndio Yesu Kristo. Yesu Kristo hakutikisika. Ndio maana katika Wakorintho anatuambia msitikisike, simameni imara, simameni kiume. Kwa hiyo usasa hautaki kuingia ndani ya kanisa. Leo kuna usasa wa mavazi. Ukiangalia watu wa kanisa wanavyovaa, ukiangalia wababa wanavyovaa, ukiangalia wamama, wadada wanavyovaa, unaweza usikashindwa kutofautisha yule anayetoka kwenye muziki kasino na yule ambaye anaingia kanisani. Huo ni usasa, hata kama tukiufumbia macho, lakini tujue kabisa kwamba ni mlango wa kuzimu umeingia ndani ya kanisa. Kwa hiyo huo lazima tuupinge na tuupige vita. Na ninapozungumza hivi, najua watumishi wa Mungu mnaweza kukaa mnaangalia, tujaribu kusimama ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu vizuri, ili usasa usiingie ndani ya kanisa. Mapambo, namna ambavyo tunaweza tukajiremba katika miili yetu. Tambua sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu na anakaa ndani yetu. Hebu jaribu kuangalia mwili wako unavyoupamba. Unaupamba katika utukufu wa Mungu au unaupamba katika kuleta utukufu wanadamu wa kuone jinsi ambavyo uko? Tuangalie namna ya kulipamba hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kama tutaruhusu usasa, modernism, ikaingia ndani ya kanisa, leo tutawaona, niseme katika ukweli, tutawaona hata watumishi wameweka mpaka elimu. Tutawaona vijana wa kiume wamesoka, wako praise. Tutawaona vitu kadha wa kadha ambavyo ninapozungumza hivi unaelewa ninapozungumzia usasa. Sisi katika Kristo Yesu tumekuwa viumbe vipya. Sisi mambo ya kale tumeacha. Kwa lazima tunapokuja katika kanisa, lazima tunapokuja kujengwa juu ya msingi ambao ni Yesu Kristo, lazima tuwe na utofauti. Mtu wa Mungu aonekane na mtu wa kanisani, mtu wa Mungu aonekane na mtu wa duniani, naye aweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo ninapendekeza uweze kutambua milango hii 7. Mlango wa 3 ni spiritualism, ni ukiroho. Mtu kuonekana yuko kiroho zaidi kuliko hata lile neno lenyewe linavyoelekeza. Mtu unaweza kumwambia katika habari ya Mungu anasema hivi, mtu anakuambia mimi niko rohoni. Jamani, hili jambo tukisoma Biblia inakataza. Lakini anakuambia katika habari ya roho ambayo iko ndani mwake anaweza kulifanya. Lakini Biblia inasema tusinene zaidi ya vile ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mlango wa 3 ambao sasa mtu akishasema niko kiroho, una jinsi ya kumwelewesha zaidi, kwa sababu tayari roho aliyoko ndani mwake amemtuma kufanya hivyo anavyotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo unaweza ukashindwa kumfundisha mtu. Leo unaweza ukashindwa kumwelekeza mtu kwa sababu anakuambia baba, mimi katika namna ya roho niko namna hii. Kwa mfano, tuchukulie katika habari ya uchumba. Kijana anavyoweza kueleza kwamba katika habari ya roho amefanya maombi, ameelekezwa kwamba Mungu amemwelekeza muoe binti fulani. Hivi mtu akisha kwambia habari ya roho, ni kitu gani unaweza kukifanya kumtoa huko? Tayari anakuwa ameshajiwekea ile dhana ya kujiwekea ukuta ambavyo huwezi kumkosoa zaidi.
Kwa hiyo ingekuwa ni vizuri kama tungekuwa tuko katika viwango vya kuonekana tunahitaji kuendelea kujua zaidi. Ndio maana Mungu anasema hata ambaye anajiona hajui kitu. Na 8 Mungu anasema kitu kimoja. Naomba nisome. Akasema, akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Ni kweli tunaweza tukaonekana tunamheshimu Mungu kwa midomo, lakini mioyo yetu iko mbali. Mimi wanajifunza sana katika habari ya zaka ndani ya makanisa mengi. Unaweza kukuta tunamsifu Mungu, tunaimba, lakini katika kila ambacho Mungu amesema kitoe kama zaka, kanisa limelala, kanisa limekaa. Mungu anasema, ninyi mnaoniibia zaka yangu. Na mtu kama unamuibia Mungu, unakuwa umefika viwango vikubwa. Kwa hiyo kama tunavunja amri ya kumtolea Mungu, hatuwezi kuonekana sisi ni watoto wake. Mungu anasema, na wapende wale wanipendao. Hautampenda Mungu kama unavunja maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri ya Mungu katika habari ya sanamu ametueleza vizuri. Sanamu leo, pesa inaweza ikawa sanamu. Mambo yanaweza kuonekana yanaweza kuwa sanamu, sio mpaka ile iliyochongwa tu. Kwa kama tunavunja amri za Mungu, huo ni mlango ambao Ibilisi anautumia kutufanya sisi watoto wa Mungu tusijali yale maagizo ya Mungu, tujali maagizo ya wanadamu, na ndipo tunapopotea. Na maana ndio mstari wa 8 anasema, ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Kwa mfano katika habari ya ndoa, Biblia inasema, mwanamke mtii mume wako, mwanamume mpende mke wako kama ampendi mke wako. Na kama mama au mtii baba, tambua huo ni mlango wa kukupeleka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna sehemu unakoweza kupinda, hakuna sehemu utakakujifikia ili neno lisionekane mbele zako ile siku ya hukumu. Tambua sasa, ndio napokufundisha milango ya kuzimu. Anasema milango ya kuzimu, kanisa halitashindwa na milango ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama kanisa lazima ushinde hii milango ya kuzimu ambayo ninakutajia hapa. Nilikuwa nakutajia ule mlango wa 4 ambao unasema ni kuvunja amri za Mungu. Na hata amesema katika Yohana kwamba mkinipenda mimi mtazishika amri zangu. Ukimpenda Yesu Kristo utazishika amri zake. Ameambiwa hata wale Wayahudi, anasema mimi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo tambua mlango huu wa amri za Mungu. Sina haja ya kusema zote, lakini walao zile unazozijua na zile unazoendelea kujifunza, na kadri ninavyoenda kufundisha unaweza kujua kumbe nikikosea yale yaliyoandikwa hayo ndio yatakayoweza kwenye hukumu. Mlango wa 5. Mlango wa 5 ni kupigwa chapa ya mnyama. Ufunuo 14 mstari wa 9. Anasema kama mtu akimwabudu mnyama na kupokea na kuabudu sanamu yake na kupigwa chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake wa kuume, naye huyu atakunywa katika kikombe cha ghadhabu ya Mungu kilichotengenezwa, ni mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Kwa hiyo ni hasira kali itakayowaka katika siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikubali kupokea chapa. Usikubali kupokea chapa ya mnyama. Ili somo la kuabudu sanamu ya mnyama, kuabudu mnyama, sanamu ya mnyama na kupokea chapa katika kipaji cha uso wako au katika mkono wako wa kuume, nitaliandaa maalum ili uweze kuelewa kinachoendelea hapo. Mungu akubariki sana. Lakini leo ninazungumzia ile milango 7, ishike na uanze kuiepuka. Na ndio vizuri tunaweka hapo namba za simu, unaziona zinapita. Fuatilia kama unataka kuelewa vizuri zaidi, unaweza kunipigia na alafu naweza kukufikia na kuweza kukupatia handout. Ya 6 ni kukufuru Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwa wazi kwamba iwapo mtu atamkufuru Roho Mtakatifu asamehewi katika ulimwengu huu, hata ukitubu, hata katika ulimwengu ujao hautasamehewa. Hii ndiyo eneo pekee ambalo hata kama utakapokuwa umeshalifanya hautasamehewa. Na nimeona katika somo hili ni kujuze tu katika eneo hilo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla sijakujuza hii, ngoja nimalizie mlango wa 7, ni kupenda pesa. Kupenda pesa, sio kuhitaji pesa. Anazungumza katika Timotheo wa kwanza sura ya 6. Kupenda pesa ndiyo shina la matatizo yote. Iwapo ni mchungaji, ni mtumishi yote wa Mungu, matatizo yote leo ambayo leo unasikia kanisa linasemwa, ni kwa sababu watumishi hata wakati mwingine tumetoka kwenye ule kuhitaji, tumeingia kwenye kupenda. Kanisa likibadilika likapenda pesa badala ya kuhitaji pesa, tutakuwa tunashindwa kusogea mbele. Kwa hiyo nizungumzie katika habari ya kukufuru Roho Mtakatifu. Hili ni swali ambalo huwa ni gumu, wakati mwingine huwa linashindwa hata kuelezeka, lakini kila ambacho Mungu amenipatia nitajaribu kushirikishana na wewe uweze kukielewa. Kukufuru Mungu ni nini, na hata usiweze kusamehewa, ukiwa hata ukiomba msamaha hapa duniani usiweze kusamehewa. Kukufuru Roho Mtakatifu ni kujiita wewe ni Mungu. Nimesikia na nimesoma baadhi ya magazeti, watu wamejitokeza wanajiita wao ni Mungu wa pili, Mungu wa tatu bila haya, na wana wafuasi wengi, na wanaitwa wameokoka, na huyo mchungaji wao nabii mtume anajiita yeye ni Mungu, na watu wanafika wanamsujudia. Huku ni kukufuru Roho Mtakatifu, na wewe unayekuwa chini ya mchungaji huyo unakufuru pamoja naye. Kwa hiyo nyote hamwezi kusamehewa. Ninaposema huwezi kusamehewa ni kwamba hata ukiama kanisa lile ukaenda sehemu nyingine, labda ulikuwa hujajua, lakini hata ulipojua, kama leo unavyofundisha, na wewe ndio umekuwa unapiga magoti kwa huyo ambaye anaita Mungu, na unasema hawa wanatafuta sijui wanafundisha nini, ukaingia katika kumtambua yule ndiye Mungu wako mbele yako, huyo amekufuru Mungu na wewe umekufuru Mungu, na kwa namna hiyo umekufuru Roho Mtakatifu, na kwa namna hiyo hauwezi kusamehewa katika ulimwengu huu, na hautasamehewa hata katika ile siku ya kiyama. Mungu akusaidie. Kukufuru Roho Mtakatifu ni nini? Ni kumtukana, kumtusi Roho Mtakatifu. Wako watu tena wengine wamefikia viwango fulani, lakini anaweza kutusi, anaweza kutukana. Mtu anasema nisamehe, Roho Mtakatifu amenituma, lakini mtu anatamka kama anavyoweza kutamka. Sitaki kutamka kama ambavyo wao wanatamka, lakini huko ni kukufuru Roho Mtakatifu. Unamjua, unamfahamu, unamsikia, unamwamini, halafu unafikia viwango vya kutukana. Huko ni kukufuru Roho Mtakatifu. Kuna kukataa. Wewe ni mtu wa Mungu, dini yako, dhehebu lako linafika mahali linakataa kwamba hakuna Roho Mtakatifu. Ukikataa kwamba hakuna Roho Mtakatifu, inamaanisha hakuna Mungu. Sasa kama wewe unaweza kusema hakuna Mungu, huwezi kusamehewa tena. Inasikitisha sana, lakini nataka nikwambie, kumkataa Roho Mtakatifu ni dhambi isiyosameheka. Ni dhambi isiyosameheka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuambia sisi ndio iwe ndio, hapana iwe hapana. Namalizia, kusingizia Roho Mtakatifu kwamba amenituma, kusingizia Roho Mtakatifu amesema jambo fulani, tena unalosema unasema kinyume cha Biblia, na unawaaminisha watu kwamba ni Mungu amekutuma, Roho Mtakatifu kakutuma, wewe unakufuru. Kitu cha kuwa makini. Nje na Biblia unasema Mungu amesema tuoe wanawake 4. Roho Mtakatifu ndivyo alivyoelekeza, hao 3 hao 10. Roho Mtakatifu akakutuma, na unasema hivyo hivyo, unamfanya yeye kuwa Mungu, hata kusamehe. Ninajaribu kukuelewesha na kukufunulia kukufuru Roho Mtakatifu ambako yeye anasema hata samehe, ndio hiyo ninayoieleza. Leo tuna watu wengi ambao wanakufuru kila siku. Tunao wengi tu. Ndio maana nasema na ushahidi. Ndio maana nasema njia ya kwenda uzimani ni nyembamba, na wanaoiona ni wachache, lakini naenda upotevuni
ni kubwa. Maana natumia lugha hii kwamba ni wengi wanaozidi kukufuru, maana hata na njia yao inaonekana kuwa kubwa. Lakini wale wanaoweza kujilinda, midomo yao ikaendelea kuwa na bikra, midomo yao ikaendelea kuwa katika aina ya utakatifu, ni wachache. Jirinde. Mtu ambaye ameokoka na amerudi. Kusoma katika Waebrania 6 ule mstari wa 4 anaeleza jambo hili zuri sana. Anasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili. Hivi juzi nimemwona mtu mmoja ametoka kwenye dini ya Ukristo ameingia kwenye dini nyingine, halafu anakashifu Yesu Kristo. Halafu anasema jina la Yesu halina chochote, halina nguvu, anafanya vile anavyoona. Huyu ni tafsiri ya yule ambaye amekwisha kukufuru Roho Mtakatifu. Wako wengi wa aina hii. Ukiingia kwenye YouTube unaweza ukaona kwamba wako wengi wa aina hii, lakini haya yote ni matokeo kwamba huyu amekwisha kukufuru, hawezi kurudi na kusamehewa. Kwa maana hiyo, ninapokueleza na ninapokufundisha hii milango 7 ya kuzimu, nahitaji mtu wa Mungu tuweze kurudi kama kanisa, tuweze kujua nini mwito wetu tulioitiwa, ili tuweze kuifanya kazi hii. Muda ni mchache, Bwana yu karibu kuja. Tushikamane, tujifunze, tukae kwenye neno. Haijalishi mangapi yanapita, maana anasema wale wanaopenda kuishi katika Kristo wataudhiwa, watapigwa. Wenzetu walitangulia wakasimama na kweli. Tumishi wa Mungu na yeyote ambaye anampenda Mungu, tusimamie kweli, na kweli itaikomboa dunia, na kweli itawaleta watakatifu. Muda tuliobaki nao ni kusema ukweli. Muda tuliobaki nao ni kuhubiri ukweli. Muda tuliobaki nao ni kuwaeleza wale wanaokuja kuokoka leo ni njia hipi waitumie ili waweze kumlaki Bwana anapokuja. Mungu akubariki sana. Leo nimefundisha milango 7 ya kuzimu. Mungu akusaidie sana uweze kuitambua. Jifunze. Mahali unapokwama unaweza kunipigia simu, muulize mchungaji wako mahali pale ulipo, ili aweze kukusaidia uweze kusimama dhabiti na Mungu aweze kukutambua. Ukiendelea kutafuta masomo yetu, liko somo pia linaloelezea, je, umeandikwa kwenye kitabu cha uzima? Unaweza ukawa hapa unajua akina nani wameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Je, jina lako lipo? Tafuta ili uweze kuelewa na uweze kusimama vizuri. Mungu akubariki sana na kupenda sana, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini.